hatuja address swala ya trauma. Yani sasa hivi Watanzania wote na whether we ni kiongozi au mtoto tunatembea na vidonda vikubwa, na tukiendelea kuzimisha na watu waweze kuongea hata kwenye level ya familia, yani tunajiambia imeisha. Najua kama ilikuwa msiba unaambiwa acha kulia sasa, utachoka. Huwezi kutoa hiyo, ulisikia mabomu, huwezi kutoa uliona watu wanakufa au wanajeruhiwa. Na tusipoongea kuhusu hii at that granular level, hii itaendelea kututafuna. Tutakuwa na matatizo ndani ya nyumba, ofisini. Tushaanza kuona hasira, watu wana hasira. Hata kama wametoka Disemba likizo, wamerudi na hasira zaidi kwa sababu hawana sehemu ya kuongea. Sawa? So familia zinaanza kuathirika sana, na means jamii pia inaathirika. Itaingia kwenye mifumo yetu ya jamii na itaenda mpaka juu. Na ukiendelea kuikuza hiyo hasira na maumivu, italipuka. Na ulipuko wake itakuwa tofauti na tumewahi kuona hapa kwa sababu unaweza kusema ni vijana, lakini sasa hivi tunajua ni watu wazima. Mtu wa miaka 76 alikuwa nyumbani, hakuwa nje. Sawa? Hakuna mtu amemruhusu kuongea aliyopitia. Kiujumla, baada ya yale matukio kuna mambo nilitarajia ambayo kusema kweli sijayaona yakifanyika au kifanyiwa kazi. Kwa Kiingereza wanasema ilivyotokea ile Oktoba 29, kuna neno Waingereza wanasema, na phrase wanasema heads will roll. Kwa Kiswahili ni kwamba kuna watu watawajibishwa, kuna watu watajiuzulu, kuna watu watafukuzwa kazi immediately, wala haina haja kusubiri miezi mitatu ya ripoti ya. Kwa kama mimi niko katika nafasi nyeti, kwa mfano ya nchi ya kufanya maamuzi, mimi tu naweza kujisikia vibaya kwa kile nilichokiona, wala sihitaji kusubiri ripoti ya tume kujua nina hatia ama sina hatia. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mimi nilitarajia kuyaona hata kabla ya tume haijaundwa. Tume nadhani imetangazwa tarehe 20 Novemba kama sikosei, wiki 3 baada yale kuna mambo ambayo mimi nilitarajia kuyaona, bahati mbaya sikuyaona. Na hiyo sasa inanitia ukakasi juu ya halali na dhamira ya tume, kwa sababu kwa upande wa serikali, pamoja na kwamba tunaambiwa tusubiri ripoti, viongozi wa serikali wenyewe hawajasubiri ripoti kutoa maoni yao kwa kilichotokea. Kuna kauli nyingi zimetoka serikalini, waandamizi kabisa serikalini, wakiongea mambo ambayo ungeweza kusema tumeunda tume, tusubiri basi tuone, si ndio? Kwa hiyo alichosema Fortunata, nadhani uhalali wa tume na dhamira ya tume uko shaka.